Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa nafasi ya kumuuliza swali Waziri Mkuu. Kwanza nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi nzuri anayoifanya kwa Watanzania, na mimi kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kwimba niseme tunakuelewa sana na tunakusubiri kwa hamu utakapokuja kufanya ziara wilayani kwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imeweka jitihada kubwa kwenye kutekeleza sera ya maji kwa kununua mitambo ya magari ya kuchimba visima virefu vijijini kwenye kila mkoa. Na nitumie fursa hii kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu kati ya trilioni 1 za uviko kutumika kununua magari haya. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa muda mrefu tumekuwa tukishuhudia magari haya yakiwa yamepaki, hayafanyi kazi, huku uhitaji wa maji kwenye vijiji vyetu ukiwa ni mkubwa sana. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kufahamu ni ipi kauli ya serikali juu ya ufanisi wa mitambo hii? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na mimi nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Cosmas kwa swali zuri alilolileta. Na Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa hatua alizochukua kuhusu utaratibu wa kushughulikia masuala ya matatizo ya maji hapa nchini. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amenunua mitambo ya kuchimba maji kwa kila mkoa wa nchi hii. Kila mkoa una mtambo wake wa kuchimba maji. Na Mheshimiwa Spika, kila ukanda una mtambo wa kupima maji yalipo ili uchimbaji usiwe wa kubahatisha. Na kila ukanda una mtambo wa kuchimba mabwawa. Hii ni hatua kubwa. Mheshimiwa Spika, tayari kazi hiyo inaendelea ambapo kwa sasa kuna takribani programu ya uchimbaji wa visima vipatavyo 900. Na Mheshimiwa Spika, nina ushahidi wa eneo moja ambalo wameweza kutumia mtambo vizuri na wakachimba kisima kirefu, ni kule Loliondo. Nilipoenda Loliondo, moja ya wilaya kame yenye shida ya maji, nilikuta wamechimba kisima kwa kutumia mtambo huo takribani mita 300 kama viwanja vitatu vya mpira, na maji hayo yanapelekwa mpaka Namanga ambako kwa muda mrefu kumekuwa na shida ya maji. Mheshimiwa Spika, kilichokuwa kinatokea ilikuwa nini? Katika kipindi cha takribani mwaka moja na nusu, kama tulivyosema, kufuatana na prioritization iliyofanyika ndani ya serikali, ni kweli kulikuwepo na miradi ambayo ilipungua kasi ya utekelezaji, hasa upande wa kupata vipuri pamoja na vifaa vingine vya kujenga kisima baada ya kuwa kimechimbwa. Na sasa Mheshimiwa Spika, kutokana na mapendekezo haya ambayo Mheshimiwa Waziri wa Fedha ameyaleta, maana yake fedha ya mfuko wa maji itakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa maji. Maana yake itawezesha mitambo hii ikishachimba kisima, fedha hizo zingine ambazo ziko kwenye mfuko ziweze kununua vifaa vinavyotakiwa ili kuweza kujenga kisima na kuweza kutoa hiyo huduma. Mheshimiwa Spika, hata hivyo jambo la mitambo kupaki si la kupuza. Nielekeze mikoa yote, wakuu wa mikoa pamoja na wizara kusimamia ili mitambo hiyo iweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Ni kweli kuna baadhi ya maeneo bado tunaendelea na ile tabia ya business as usual, na Mheshimiwa Spika, kama waziri wa mipango ambavyo ameendelea kusema kila wakati, ili tuweze kufikia dira 2050 lazima tufanye kazi business unusual. Kuna mambo ya kuchukulia vitu mazoea hivi. Ndio maana juzi nilimtuma waziri wa maji aende Mwanza na akachukua hatua kutokana na kilichokuwa kinatokea Mwanza, kwamba maji yako pale pale, watu wanabishana kuhusu sijui umeme haujatosha, sijui umeme umekatika, sijui mtambo umetikisika. Hivi ni vitu vya kufanya kazi kwa mazoea, na hivi hatuwezi kuruhusu vikaendelea. Na ndio maana nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa kufika Mwanza na kuchukua hatua ambazo zinastahili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa majibu mazuri. Nimeona kwenye taarifa habari leo wananchi hawapati maji, maji yanamwagika mitani, na ripoti ya CAG imeandika ya mambo kwa maji mengi yanapotea mitani, lakini wananchi hawapati. Lakini kushukuru kwa hatua zako ulizochukua, jaribuni kurekebisha hili. Mheshimiwa Matiko.
Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuweza kunipatia fursa ya kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa napenda kukupongeza kwa ziara ambazo umekuwa ukiendelea nazo za kikazi nchini kwenye mikoa yote zenye mafanikio makubwa na ambazo zinawasogeza zaidi wananchi na serikali na kuongeza kasi ya utekelezaji wa majukumu ya umma. Na nitumie fursa hii pia kukaribisha kwenye mkoa wetu wa Mara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuzingatia sheria na miongozo ya Benki Kuu ya Tanzania, serikali mwaka 2024 ilianzisha utaratibu wa kununua na kuhifadhi dhahabu Benki Kuu kwa malengo ya kulinda uchumi wa nchi yetu, lakini pia kuweza kujihakikishia akiba ya fedha za kigeni. Na kwa kuwa kumekuwepo na mitazamo kwenye jamii kwamba kuna kiasi cha dhahabu hiyo ambazo kimeuzwa kwenye maeneo mengine duniani, ni nini kauli ya serikali juu ya uuzaji wa dhahabu hiyo na maslahi mapana ya taifa letu? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii na nimpongeze Mheshimiwa Matiko kwa kuleta swali zuri. Mheshimiwa Matiko ni mhadhiri wa zamani wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam masuala ya finance. Leta swali zuri sana. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kuifanya Tanzania kuwa moja ya nchi ambazo zinaweka akiba ya fedha kwa dola na kwa dhahabu. Mheshimiwa Spika, si nchi nyingi zinafanya utaratibu huo. Mheshimiwa Spika, uamuzi wa nchi yetu kuweka akiba kwa dola na kwa dhahabu ulitokana na mabadiliko ya midororo ya kiuchumi ya hivi karibuni ambayo imekuwa ikifuatana, ambapo tumeona kwa takriban miaka 6 au 7 karibu kila mwaka kunakuwa na aina ya mdororo. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa zoezi la ununuaji wa dhahabu limeenda vizuri sana, ambapo tunavyoongea tuna dhahabu takriban tani 27 ambazo ni takriban dola bilioni 3.9 inaelekea 4, ambayo hii ni sawa na takriban 45% ya akiba ukiuianisha na akiba ya dola tulionayo na akiba ya fedha za kigeni tulionayo. Kwa maana hiyo sasa tuna takriban zaidi ya dola bilioni 6 kwa upande wa reserve, ambayo mara zote tumekuwa tukirejea kwamba ni zaidi ya miezi 4 takriban 8 ya uagizaji wa bidhaa, ambayo ni akiba nzuri na Tanzania haijawahi kuyumba licha ya midororo ambayo imekuwa ikitokea. Na ukitaka kujua kuwa Tanzania haijayumba, tuna akiba ya zaidi ya miezi 4 ya uagizaji wa bidhaa. Wakati wa migogoro hii kuna nchi zilikuwa na akiba ya wiki 2, wengine mwezi mmoja. Lakini Mheshimiwa Spika, nini faida ya kuwa na akiba hii na nini kauli ya serikali kuhusu swali alilolisema Mheshimiwa mbunge? Mheshimiwa Spika, dhahabu na yenyewe imeingia kwenye utaratibu wa akiba ya fedha za kigeni kama ambavyo tunatunza dola kama akiba ya fedha za kigeni. Na Mheshimiwa Spika, dhahabu hii haitunzwi kwa biashara. Dhahabu hii sasa ni sehemu ya sera za kifedha za nchi kama ilivyo dola. Dola haitunzwi kwa biashara, kwa ajili ya biashara, inatunzwa kama ni sehemu ya sera za kifedha ambazo nchi zote ambazo zina masuala ya sera za kifedha zinatumia sera hizo kwa ajili ya masuala ya kiuchumi, kuweka utulivu wa uchumi, kukuza uchumi, kuweka uimara wa currency ya nchi ambao kwa kwetu sisi ni shilingi, kuweka uimara wa shilingi. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo inafanyika kwa dola, hivyo na kwa dhahabu, kwamba inatumika kama monetary policy tool, kama instrument, kama chombo cha kuendeshea sera za kifedha. Kwenye dola huwa inatumikaje? Pale ambapo
nchi ina commitment ya kufanya malipo kwa dola, inafanya malipo kwa dola, na pale ambapo nchi inapokea dola kwenda kwenye uchumi wake inazibadilisha kwa shilingi ili shilingi ziweze kutumika katika uchumi na zile dola ziweke akiba ya fedha za kigeni. Sasa kwa hili alilouliza la mitazamo na tetezi kwamba dhahabu imeuzwa, na wengine wanaenda mbali hata wanadhani inaweza ikauzwa kinyemela ama kiwiziwizi. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu na kuwahakikishia wabunge kwamba kwanza dhahabu haijauzwa mpaka sasa. Kuna wakati mawazo ya kuuza yalikuja ambapo soko lilikuwa vizuri, takribani ilikuwa 5,500 per ounce, ambapo ilikuwa iko juu, lakini kabla haijauzwa ikazuka hii migogoro hii ambapo bei ikashuka mpaka takriban 4,000. Kwa Central Bank iliona itakuwa hasara kuuza, na hatuko desperate kutafuta fedha ya haraka haraka ya kuuza dhahabu. Kwa hiyo hawakuuza kwa sababu bei ilishuka. Lakini lingine, nini uamuzi au nini mantiki ya kwamba Central Bank inaweza ikawa inauza dhahabu? Ni kama ambavyo inafanya kwenye dola, kwamba kuna wakati Central Bank inauza dola kama sehemu ya kuyapatia mabenki ama hizo taasisi zinazohitaji dola ili ziweze kuendesha shughuli za kiuchumi na Central Bank kupata fedha za ndani kwenye market exchange ambayo inafanyika kwa uwazi kabisa. Kwa upande wa dola, kwa upande wa dhahabu, kwa sababu Central Bank inatakiwa iendelee kununua dhahabu, na Central Bank itanunua dhahabu sio kwa kupokea tu dhahabu zilipochimbwa, itatumia fedha. Maana yake nini? Ili Central Bank iendelee kununua dhahabu, ikitokea soko limekuwa zuri la dhahabu, itauza ipate fedha za kuendelea kununua dhahabu. Lakini pia Central Bank, benki kuu, inaweza ikauza dhahabu ili kuweka mizania kati ya dola na dhahabu. Kwa mfano, kwa nchi zinazoendelea uwiano unatakiwa takriban 10% ya akiba za fedha za kigeni. Ni masuala ya kisera, ili usiwe na dhahabu peke yake, kwa sababu kwenye masuala ya huku kwenye mabenki na vitu vingine huku unatakiwa pia uwe na dola ili mambo haya mengine yaweze kuendelea. Mheshimiwa Spika, nilisisitize hili jambo kwamba dhahabu moja haiwezi ikauzwa na mtu binafsi. Ni kama dola iliyoko Central Bank ama masuala ya fedha masuala ya fedha za nchi. Central Bank haimkopeshi mtu binafsi, ni benki ya serikali. Central Bank ni lender of last resort, haimkopeshi mtu binafsi wala kampuni binafsi. Inapeleka kwenye mabenki, inapeleka kwenye taasisi, na hiyo ndio ambayo inafanyika. Hivyo na dhahabu haiuzwi na mtu binafsi, na wala haiuzwi kwa mtu hivi binafsi. Itauzwa kwa serikali, itauzwa kwenye mataasisi ya kifedha, itauzwa kwa wanunuzi ambao lazima watangazwe kwenye gazeti la serikali. Na Mheshimiwa Spika, kama ilivyo masuala ya akiba hizi zingine za kifedha za dola pale benki kuu, nchi zote duniani ambazo zinaendesha sera za kifedha kwa ushirikiano na IMF na World Bank, balance sheet, mizania zao za kifedha ziko automated, ambapo kila transaction inayofanyika IMF wanaona, World Bank wanaona, na kila robo ya mwaka pana ripoti ambazo zinakuwa exchanged na IMF na World Bank. Kwa maana hiyo, leo hii tukinunua dhahabu, IMF wataona shilingi zilizopungua na wataona dhahabu iliyoongezeka, na kila robo ya mwaka watajadiliana hizo transaction. Kwa hiyo hawezi mwanaharakati akaona dhahabu iliyouzwa IMF wasione, World Bank wasione, na kwamba mtu tu anaweza akaondoka na kikapu hivi kimebeba dhahabu. Hayo ni mambo tu ya watu wenye ajenda rasmi ya kutengeneza mitafaruko na kutengeneza chuki ndani ya nchi na kutengeneza mizozo. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge, haya ni mambo ambayo yako automated na ni mambo ambayo yametungiwa sheria. Sio mtu tu anaweza akaamka akauza, sio tu mtu anaweza akaamua akanunua. Hili ni jambo ambalo liko kwenye sera za kifedha
ambazo Tanzania ina ushirika na mataasisi yote ya kifedha duniani na yanafanyika kwa uwazi na yanafanyika kwa uadilifu mkubwa. Niombe Mheshimiwa Shabaraka, Mheshimiwa Injinia Ramadhani mzime maiki zenu. Zima maiki yako. Mheshimiwa Kaiser Lambert. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili nami siku ya leo niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kwa mara nyingine naomba nikupongeze na kukupa pole kwa kazi nzuri na kubwa unayoifanya ndani ya taifa hili kupitia ziara unazozifanya. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikwambie tu kwamba wanajimbo la Segerea wanakusubiri kwa hamu uweze kuwafikia, kwa sababu wanaamini ukifika pale yako mambo ambayo yatabadilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa katiba yetu, nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo masuala ambayo sio ya kimuungano. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya mambo ambayo sio ya kimuungano ni pamoja na masuala mazima ya afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni kumekuwepo na mijadala mikubwa na mizito inayohusiana na masuala mazima ya matibabu. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kufahamu ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kwa ajili ya Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.